Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, karibu kwenye tafakari fupi ya masomo ya Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 2026. Ni katika Dominika ya 7 ya Pasaka mwaka A wa Kanisa, ambapo somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura 20 aya 17 hadi 27, na Injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya 17 aya kwanza hadi ya 11a. Tunabeba wazo kuu ambalo ni huduma ya kweli. Mtume Paulo, yeye alihubiri ukweli hata ni katika shida, katika taabu alizopata, katika ugumu alioupata, na yeye anaendelea kutabiri kwamba bado anaenda kupata makubwa zaidi ya yale, lakini walau alisema ukweli. Na katika ile aya ya 27 ile sura ya 20, yeye alisema kwamba yeye hakusita hata siku moja kuhubiri lile azimio la Mwenyezi Mungu, ambalo azimio hilo ndilo mpango wa Mwenyezi Mungu. Mpango wa Mwenyezi Mungu, yani kumkomboa mwanadamu, ambapo aliwaasa zaidi kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Ni katika nafasi hiyo ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kuonesha ile faraja kwa wanafunzi wake kwamba yeye anawaombea kwa Baba. Ni daima ni kwa njia hiyo Bwana wetu Yesu Kristo analiombea kanisa. Anawaombea hata wale wanaodumu katika kusema ukweli au kutangaza ile Injili ambayo ndio ukweli wenyewe, yani kumtangaza Mwenyezi Mungu kwa watu. Hivyo anazidi kuwaonesha wanafunzi kwamba yeye yuko pamoja nao, na ndio maana anawakabidhi kwa Baba. Na katika sura ya 17 aya ya kwanza anasema kwamba Baba, mtukuze mwanao ili naye mwanao akutukuze. Ni katika nafasi hiyo kwamba yeye anaonesha kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja. Na hapo ndipo tunaona Mtume Paulo katika tumaini hilo hilo. Mtume Paulo yeye anaonesha kwamba ana tumaini kubwa katika Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu ndo anayeongoza katika yote ambayo anayatenda. Ndiye anayemuonesha kwamba yale aliyohubiri ni kweli, na yale ambayo anayaendea kuyapata huko anapoenda Yerusalemu kwamba atakuwa ni makubwa, lakini Bwana hajamwacha au Roho Mtakatifu hajamwacha. Basi katika wiki hii ambapo tunaendelea na novena ya Roho Mtakatifu, tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atuangazie ili daima tuseme ukweli, tutangaze ukweli, tuhubiri Injili kwa ujasiri na bila kupepesa au kumumunya maneno, bali tuseme ukweli na tuhubiri Injili kama Mtume Paulo alivyoweza kuhubiri na wafuasi wake Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.